تلينا من صفاته لنا حسن المقاصد. Na ukurasa wa 9 katika faslu fi fadli shahri Ramadhan. Qala Allahu ta'ala, Mwenyezi Mungu anasema, wa biqaulihi yahtadil muhtadun, na kwa kupitia kauli yake wanaongoka wenye kutaka kuongoka. Sawa. Shahru Ramadhana, mwezi wa Ramadhani, alladhi, ni mwezi ambao unzila fihi alquranu, imeteremshwa ndani mwa Qur'an, hudan linnasi, ni uongofu kwa watu, wabayinati, na ni ubainifu, min alhuda, kutokana na uongofu, walfurqan, na Qur'ani ni tenganishi la haki na batil. Shahru Ramadhan, maana yake kwamba la yakhfa, hapafichiki, anna hadha, hakika mwezi huu, mimma mtaza bihi, katika yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyaenesha, kwa maana ameyaenesha mengi sana. Hadha ash-shahr, mwezi huu, ala ghairihi, sawa, juu ya miezi mingine, mina shuhuri, katika miezi mbalimbali, baadhi. Lianna Allah Ta'ala, Mwenyezi Mungu, lam yasrah fi kitabihi al-azizi, hakuweka wazi au hakuita mwezi kwa jina la wazi kabisa ndani ya kitabu chake kitukufu, biismi, kwa jina la shahri, illa, isipokuwa biismi hadha shahr, kwa jina hili la Ramadhan. Kwa hiyo Qur'ani nzima miezi haikutajwa kwa majina yake, labda kuna Rajab, kuna Jamadu Than, kuna Shaaban, sawa, kuna Dhulqaada, kuna Dhulhijja, sawa. Lakini ndani ya miezi yote, mwezi wa Ramadhan ndio umewekwa ndani ya Qur'ani kwa jina hasa la sarihan, shahru Ramadhan, ametajwa. Kule pale pengine pameandikwa tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na miezi 12. Sasa miezi 12 hii hakutaja mmoja mmoja, ila Ramadhani umetajwa kama wenyewe, shahru Ramadhan. Tena umeanzwa kwenye aya kabisa, shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayinatin min alhuda walfurqan. Miezi mingine haikutajwa kama hivi. Kwa hiyo hadha, anasema al-allama, mimma yadullu ala kathrati fadlihi, sawa, ni kwa yale ambayo yanaonyesha juu ya wingi wa ubora wake, ala ghairihi, kuziacha miezi mingine au kuiacha miezi mingine, ay, kwa maana ya bitakthiri thawabil a'mali almuwafiqa fihi, ni kwa sababu ya uzidi wa thawabu kuwa nyingi kwa matendo ambayo yanafikiana kufanywa ndani yake. Kuna Qur'ani, sawa, matendo yanafikiana kufanywa ndani ya Qur'ani, nasomwa katika miezi mingi, lakini kwa sababu ya amali ambazo ni muwafaqa ndani yake, malipo yake ni makubwa. Sadaka zinatolewa katika miezi mingine, lakini zaidi malipo makubwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan na sairul amali, matendo mengine. Utizama fadluhu, bora wake, ala ghairihi, juu ya miezi mingine, anna saira al-umam, nyumati zilizo zingine, almadhi, zilizopita, kana laha umrun tawil, zilikuwa na umri mrefu. Mtu anaishi miaka 300, miaka 600, miaka 800 mpaka 900, mwingine mpaka 1000. Sasa walikuwa na umri mrefu sana. Wa amalun kathiru, na matendo yao ni mengi. Fa arada Allah, Mwenyezi Mungu akataka, antakuna umma, uwe umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antakuna ummatu Muhammad, umma Muhammad uwe, alaihim, sawa, sabiqatan alai, uwe umewazidi umma uliopita. Fa a'ta, yani Mungu alitaka sisi tuwe bora kwenye kila kitu.
umri mdogo lakini matendo ni mengi. Ndio faataha, akaupa umma huo, sawa, shahra Ramadhan, akaupa mwezi mtukufu wa Ramadhan, wal awqata alfadila, na nyakati zilizo bora kabisa. Nini lengo? Litasbiq, ili upate kupita saira al-umam al-madhiya bikathrati thawab, upate kupita ummati zingine, sawa, zilizopita, bikathrati thawabi, kwa sababu ya wingi wa thawabu. Wasummiya Ramadhan, na umeitwa mwezi mtukufu wa Ramadhan, liannahu yarmidhu dhunuba, kwa sababu unafanya, sawa, kupuputisha Ramadhan, sawa sawa, na kama vile unavyoona amepuputisha. Yarmidhu dhunuba, kwa sababu unapuputisha madhambi. Ay yahrikuha, unaunguza madhambi, sawa. Lakini pia wayudhibwa, na pia inayeyusha, yani mwezi mtukufu wa Ramadhani, wayudhibwa, na unayeyusha, lima yaqau fi, kwa yale yanayofanywa ndani yake, min kathrati alibadati, kutokana na wingi wa ibada nyingi. Sasa alladhi, mwezi ambao, unzila fihi alquran, umeteremshwa ndani yake Quran. Ay lima khassa Allah, kwa yale ambayo Mwenyezi Mungu ameyahusisha ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, shahr Ramadhan, bisiyami, kufunga, wa huwa ibadatun adhima, na kufunga ni ibada tukufu sana. Baina sababi takhsisi, baina ya sababu ya kuhusishwa mwezi huu, sawa, na mengi mazuri, ni biinzali adhami kutubi, ni kwa kuteremka kitabu chake kitukufu kikubwa zaidi, fihi, ndani yake, ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani imeteremka Qur'an. Ibn Abbas anasema unzila alquran, Qur'ani iliteremshwa jumlatan wahida, sawa, jumla moja, yani kwa mkupuo pwa, min al-lawhi al-mahfudh, kutoka katika lawhi al-mahfudh, fi lailatul qadr, katika usiku wenye cheo. Usiku wenye cheo, lailatul qadri, usiku mmoja tu, lakini usiku huu bila shaka unapatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, min shahr Ramadhan. Faudhi'a fi baitil izza, Qur'ani ikawekwa kwenye nyumba tukufu. Iko wapi nyumba tukufu? Fi samai dunia, iko mbingu ya kwanza. Thumma nazala bihi Jibril, kisha kashuka nayo Jibril ala Muhammad, Qur'ani ikawa inashuka juu ya mtume Muhammad, sawa, munjaman ay mufraqan, kwa maana kidogo kidogo, bihasabi alwaqa'i, kwa kulingana na matukio. Tukio fulani linataka tathbiti, basi Qur'ani inaletwa kidogo kidogo, ayatun baada aya, ayatun baada aya, mpaka ikaisha yote. Lakini tangia hapo, kutoka katika lauhil mahfudhi ilikuja mpaka baitul izza, katika samai dunia, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, fi 23 sana, ndani ya miaka 23 Qur'ani inakuja, sawa sawa, munjaman, yani kidogo kidogo. Wa thabata maanahu, pamethubutu maana yake, marfua bisanadin hasan, maana ambayo hadithi imerufaishwa kwa bwana mtume kwa isnadi iliyo nzuri. Wa kullama ikhtara Allahu ta'ala hadha shahr, na kila ambako Mwenyezi Mungu aliuchagua mwezi huu uwe ni bora, liinzali alquran alkarim fihi, kwa kuteremshwa Qur'an ndani yake. Sasa anzala fihi, ameteremsha ndani yake, ghaira, sawa, vitabu vingine, min alkutubi almuqaddasa, katika vitabu vilivyotukuka vingi tu. Sikiliza, rawa yani nabii sallallahu alayhi wasallam annahu qala, anasema unzilati suhuf Ibrahim, iliteremsha suhuf Ibrahim fi awwali laila min Ramadhani, katika usiku wa mwanzo wa Ramadhani. Unzila Taurat Musa fi 6 layali madhin, Taurati ya Nabii Musa iliteremshwa baada ya siku 6, baada ya siku 6 kupita ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, madhatin min Ramadhan. Anzala Injil, Mwenyezi Mungu aliteremsha Injil
ya Isa ya Nabii Isa fi 13 katika masiku, katika siku 13, siku ya 13 fi 13 katika siku ya 13. Wa fi riwaya 18 18 laila, usiku wa 18 khalati min Ramadhani, usiku wa 18 ambao tayari ulishapita katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikateremshwa Injili ya Nabii Isa alayhi salatu wassalam. Lakini pia sawa, unzila alquran, iliteremshwa Quran ala Muhammad, kwa unzila Injil, unzila alquran ala Muhammad fi rabi'ati wal 20, katika mwezi wa 24. Naam, nafikiri tuweke kitu hapo, tuje tuondoke na qala baadhi ulama anna alkutuba almunazzala min as-samai ila al-ardi 104 suhuf. Sawa, tuondoke na mita hiyo.